kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA na jumla ya wagombea 9 wametangazwa ama wameorodheshwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi na watafanyiwa mchujo kabla ya orodha rasmi kutangazwa baadaye mwezi huu tarehe 11 kabla ya uchaguzi wa Mei 20. Katika orodha hiyo nilikufahamisha awamu ya kwanza kwamba yumo aliyewahi kuwa katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, Veron Mosengo, ambaye anapewa nafasi ya kuweza kushinda nafasi hiyo ikiwa ataidhinishwa rasmi. Yumo pia mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, klabu za kule nchini Ufaransa na pale Tanzania alicheza Yanga, Shaban Nonda, ambaye kujitokeza kwake kumewashtua wengi na wanaona pengine ana nafasi ya kuweza kufanya vizuri. Yumo pia Azizi Makukula ambaye alikuwa shabiki kindaki wa timu ya taifa ya DRC Leopard, na yeye pia anapewa nafasi. Wengine ni Bosco Mwehu, Didier Masamba, Jean-Claude Mukanya, Kevin Issa, Maxi Mayaka pamoja na Patrice Ranier Magenda pia wameorodheshwa katika orodha hiyo. Wengi wanasubiri kuona nini kitafanyika. Uchaguzi unaenda kufanyika siku chache tu kabla ya kuanza kwa fainali za kombe la dunia kule Marekani, Mexico pamoja na Canada, ambapo DRC watawakilisha ukanda wa Afrika Mashariki. Ni kweli kabisa, uchaguzi ni tarehe 20 mwezi Mei. Naam. Na kule Rwanda jana kulikuwa na mechi moja tu, Ruben, ya ligi kuu ya soka. Gorilla FC walitoka sare ya 1-1 na Rayon Sport. Wakati kule nchini Uganda jana pia zilipigwa mechi 2. Kitara FC walitoka suluhu ya bila kufungana na Calvary, wakati Kigazi FC wakifungwa na Sports Club Villa kwa 1-0. Katika kombe la mapinduzi kule visiwani Zanzibar, Ruben, limeendelea kutimua vumbi. Jana Azam FC walipata ushindi wa goli 2-0 dhidi ya KVZ na kufuzu hatua ya nusu fainali. Leo Mlandege watakuwa na kibarua dhidi ya Singida Black Stars saa 10 jioni, wakati Simba wao watakuwa na kibarua dhidi ya Mafunzo majira ya saa 2:30 usiku. Ligi kuu ya Uingereza kulikuwa na mechi ya kukata na mundu, ambapo Manchester City walikuwa ugenini dhidi ya Burnley na Manchester City walichomoza na ushindi wa goli 1-0, Ruben. Goli ambalo sasa linawafanya wanawashusha Arsenal katika nafasi ya kwanza. Wengi waliamini kwamba Arsenal ndo wangetawazwa kuwa bingwa wa ligi kuu ya soka pale nchini Uingereza mwaka huu. Ndio maana unaona Ingati kidogo hana furaha. Mambo yamepinduka na Manchester City sasa huenda wakatua taji hilo ikiwa watashinda mechi zao 5 zilizosalia. Naam, nikushukuru sana Emmanuel Makundi kwa habari hizo za michezo. Shukran.